اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. إخواني وأخواتي في الله، أحييكم بتحية مباركة من عند الله ala wahia salamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehema kipenzi cha umma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, popote pale mlipo ndugu wapenzi watukufu mnaofuatilia Maalim Shabani, Allah subhanahu wa ta'ala kama amewatahini kwa maradhi, Mungu awaafu. Kama mpo katika hali ya maradhi, Mwenyezi Mungu awape shifa. Wale waliokuwa katika waliokuwa safarini, Mwenyezi Mungu Allah azza wa jalla awafanye uwepesi wa safari zao. Waliotoka kutafuta riziki, Allah awape riziki kubwa. Waliokuwa katika ujauzito wajifungue salama. Wasiokuwa na watoto, Allah awape watoto. Wasiokuwa na wake, Allah awape wake. Wasiokuwa na ume, Allah awape waume. Tena waume awape bora, wake awape bora, watoto awape watoto bora. Na Mwenyezi Mungu atujalie sote na maruhumu wetu waliotangulia mbele ya haki, Allah wasamehe, awaghufirie madhambi yao. Na Allah tumuomba kwa ujumla wake sisi wenyewe atupe husnul khatima, mwisho uliokuwa mwema, na atujalie saumu zetu ziwe saumu makbul, na atujalie ibada zetu ziwe ibada zenye kukubalika kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji, tuko katika mwezi wa Ramadhani, tukiogelea neema za Ramadhani. Usilale wala usipuuze. Ni mwezi wa kumdhukuru sana Allah, ni mwezi wa kumtaja sana Allah, ni mwezi wa kujipinda katika amali. Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea huu mwezi, ni neema kwetu. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, kokote pale ulipo ukiendelea kufuatilia Maalim Shabani, katika vipindi vilivyopita kulikuwa tumezungumzia masala ya mtu kujifungua katika vifungo vya maradhi, vifungo vya kipato, vifungo mbalimbali, vifungo ambavyo mtu anaweza akawa amefungika kwa kurogwa. Tukasema kwamba je, unajifungua vipi vifungo hivyo? Kutokana na hivyo tukasema kwamba kuna dua hii uisome au aya hii uisome kwa idadi hii ambayo sisi tumeielekeza. Basi kwa huruma na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala utakuwa ni mwenye kufunguka hivyo vifungo vyako. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, tulisema aya inasomeka, tulisoma mara kwanza tulisema faqadimna, alafu kuna sehemu tukasema min amalihi, lakini pale ilisomwa kimakosa na kwa kukosea kibinadamu. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, ile aya inasoma waqadimna ila ma amilu min amalin. Tulisema min amalihi. Mmoja katika akhi, katika ndugu yangu aliniambia, Maalim Shabani, hapa hii ikoje? Iko min amalihi au min amalin? Ukweli wa mambo ipo min amali. Na kana yeye kaniuliza, kuna wengine wanaweza wakasoma kama vile ilivyo pale, ilikuwa nimeteleza kibinadamu, ila inasomeka waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Naam, hivi ndivyo inavyosomeka hii aya, na hii aya inasomeka kwa utaratibu huo. Na katika kuifanza kuwa kama dua, utaleta istighfari mara 1000, kisha utamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama mara 1000, kisha utaisoma hii aya, utatia nia yako, kisha utaisoma hii aya kwa mara hizo mara 1000, kisha utamalizia na yale majina 99 ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kwa huruma na mapenzi yake atajalia itakuwa ni wenye kufanikiwa katika kile kifungo ambacho umefungwa, aidha makaburini au za sehemu yoyote, au umefungwa wewe mwenyewe kimaradhi ndani ya mwili wako. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, leo tulikuja kwa ajili ya kuweka sawa ile. Kuna watu wengi wameniuliza, lakini kuna wengine hawapati fursa ya kukuuliza. Mshanifahamu vizuri Sasa na sio kama anauliza mwingine hawezi kukuuliza kwa sababu hajui, lakini kwa wale ambao wenye kufahamu wanajua kwamba hapa hii
itakuwa maalimu ameteleza au amekosea, na kukosea ni sifa ya wanadamu, an-nuqsanu lana wal kamalu lillah. Kwa ajili hiyo ile aya inasomeka wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu habaa manthura, ni aya ambayo inafungua vifungo hata kama vimezikwa kaburini. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, tuko katika kuendelea kuwakumbusha waja wa Allah, viumbe vya Allah, katika neema hizi tulizonazo katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, wale wenye tasaddaku zao, wenye sadaka zao. Tumebakiza siku 15 tukumaliza mwezi. Yaani kiufupi tuna wiki 2 kuumaliza mwezi wa Ramadhani. Allahu akbar. Utaondoka hujapata neema yoyote. Utaondoka hujapata chochote. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, huu ni mwezi wa mavuno. Unacho tuletee, tuwapelekee wale wahitaji. Kuna watu wana shida, kuna watu wamekwama, kuna watu wapo kwenye matatizo mazito, futari yao shida, daku yao shida, kula yao pia shida. Kwa ajili hiyo ndugu yangu mtazamaji, tuletee sadaka yako, tununue mchele, tununue maharage, tununue sukari, tuwapelekee wahitaji. Ni mimi ndugu yako Maalim Shabani, nitaka niweke sawa tu katika dua yetu ambayo iliyopita. Nyuma kamera akisimama vema Habibi Suleiman ibn Sultani, na mimi ni ndugu yako Maalim Shabani kutokea hapa Maalim Shabani Dua Center. Tote tunawapendeni kwa ajili ya Allah, bila kumsahau Habibi Khamisi ibn Kimaka akihakikisha mambo yanakwenda kwa weledi kweli kweli. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa. Kile kituo chako pendwa cha tiba asili na dua cha Shifa chini ya Maalim Shaban sasa kinatibu magonjwa yote sugu ikiambatanishwa na visomo mbalimbali. Yes, Shifa wanatibu presha, matatizo ya kichwa, matatizo ya macho, kisukari, miguu kufa ganzi, kutoshika ujauzito au kuharibika kwa ujauzito, matatizo ya nguvu za kiume, nuksi, mikosi, mashaitan pamoja na vifungo vya uchawi. Njoo wewe na familia yako uondokane na matatizo uliyokuwa nayo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 78 24 78 au 0717 28 42 42 na 0625 57 52 72. Shifa, ukipona wewe na taifa pia limepona. Wote mnakaribishwa.